Aliyekuwa kiongozi mkuu wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Zuberi Kabwe ameibuka kwa ukali na kupinga vikali uamuzi wa kiserikali ulioweka uzuio dhidi ya shughuli za kisiasa, akibainisha kuwa mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa ni haki ya msingi kabisa ya kikatiba inayolindwa kikamilifu na sheria kuu ya nchi pamoja na kanuni zote za uendeshaji wa shughuli za kidemokrasia nchini Tanzania. Mwanasiasa huyo mzoefu amefanya uchambuzi wa kina na kufafanua kuwa kiongozi mwenye dhamana ya kusimamia wizara ya mambo ya ndani ya nchi ana uwezo wowote, nguvu wala mamlaka yoyote ya kisheria yanayomruhusu kuvunja katiba ya nchi kwa kutoa matamko ya dharura yanayozuia haki za raia kukusanyika na kutoa maoni yao kwa jamii. Kabwe amesisitiza kwa mamlaka kuwa agizo lililotolewa na waziri huyo ni jambo batili na kiolela la halina mashiko yoyote ya kisheria kwa sababu linakiuka wazi misingi mikuu ya utawala wa sheria ambayo ndiyo inaongozwa nchi ya Tanzania tangu kupatikana kwa uhuru wa demokrasia, akieleza kuwa haki za kisiasa zilizowekwa katika katiba hazitolewi kama zawadi na serikali bali ni haki za asili za kila raia na vyama vyote ambavyo vinapaswa kuheshimiwa wakati wote na viongozi waliopo madarakani bila kujali hofu yao ya siasa ambalo hazina uthibitisho dhabiti ya kisheria. Katika mwendelezo wa uchambuzi wake juu ya muundo wa sheria za vyama vya siasa nchini, Zitto Kabwe ameenda mbali zaidi na kueleza kuwa mkuu wa jeshi la polisi nchini Tanzania IGP Camilla Wambura akijitekeleza agizo hilo atakuwa anakiuka taratibu zilizowekwa kwa makusudi kwa sababu ya wadhifa wake wa ukurugenzi mkuu wa jeshi au tajwe sehemu yoyote katika sheria hiyo mahususi inayoratibu shughuli za vyama vya kisiasa nchini. Kabwe amebainisha kuwa mamlaka ya kutoa ulinzi wakati wa mikutano ya kisiasa yamekazimiwa kisheria kwa wakuu wa polisi walaya, yaani makamanda wa OCD, na sio kwa mkuu wa jeshi la polisi wa kitaifa anayepokea maagizo ya kisiasa kutoka kwa mawaziri wa serikali. Hata hivyo, mwanasiasa huyo amefafanua kuwa hata hao wakuu wa polisi wa wilaya hawana uwezo wala mamlaka ya kisheria ya kutoa au kunyima vibali vya kufanya mikutano hiyo ya hadhara, kwani utaratibu wa kutoa vibali haupo kabisa katika kitabu cha sheria cha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hauwezi kutumika kunyima nyama ama vyama vya kisheria, kwani sheria imeweka wazi kuwa viongozi wa polisi wa wilaya wana wajibu mmoja tu, nao ni kuhakikisha ulinzi na amani vinavyokuwepo wakati wa mikutano, na wala hawajapewa uwezo wa kuzuia au kuruhusu kufanyika kwa mikutano hizo za kisiasa kwa vigezo vya usalama. Mbali na ufafanuzi huo wa kimuundo, Zitto Kabwe ametoa onyo kali na la kipekee kwa wakuu wote wa polisi wa wilaya kote nchini Tanzania, akiwataka kutofuata maelekezo hayo ya kisiasa ambayo ameyataja kuwa ni haramu na yasiyo na uhalali wowote wa kisheria mbele ya mahakama na sheria za nchi. Mwanasiasa huyo amesisitiza kwa uwazi kuwa mkuu wa polisi wa wilaya yeyote atakayeamua kufuata au kutekeleza maagizo hayo ya kisiasa ya kuizuia mikutano ya vyama vya siasa atakabiliwa na hatua kali za kisheria, ambapo atashtakiwa mahakamani kama mtu binafsi na sio kama taasisi ya serikali ya Tanzania, kwani maafisa wa usalama wanapaswa kutambua kuwa kinga ya kiutendaji haitawalinda pale wanapochagua kutekeleza maagizo yanayovunja katiba kwa makusudi, na kwamba watabebwa dhamana yote ya kijinai na kiraia mbele ya sheria kwa vitendo vyao vya kuizuia mikutano ya hadhara na vyama vya kisiasa.
Onyo hili linalenga kuwakumbusha maafisa wa jeshi la polisi kuwa uti wa maelekezo yasiyo na kisheria kutoka kwa viongozi wa kisiasa hautakuwa utetezi mahali popote mahakamani pindi watakapofungua kesi, mashtaka ya kibinafsi na vyama vya siasa au raia ambao haki zao zimekiukwa kufuatia utekelezaji wa agizo hilo, huku akisisitiza kuwa viongozi wa usalama wanapaswa kusimamia haki na kufuata katiba ya nchi badala ya kutumiwa kama naza za kisasa na za kisiasa za kuzuia haki za kidemokrasia na raia zilizopo kisheria kwa ajili ya maendeleo ya taifa. Mvutano hii ama mivutano hii ya kisheria imeibuka mara baada ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweka zuio la rasmi la ghafla dhidi ya vyama vyote vya kisiasa nchini kufuatia kuwepo kwa madai mbalimbali yanayohusu hali ya usalama wa taifa pamoja na matamko tofauti ambayo yamekuwa yakitolewa hivi karibuni na viongozi wa umma. Katika kutekeleza uamuzi huo mkubwa wa kiserikali, waziri wa mambo ya ndani ya nchi nchini Tanzania Patrobas Katambi ametoa maelekezo ya kiutendaji na kuwaongiza mkuu wa jeshi ya polisi Tanzania IGP Wambura kutotoa kibali kwa cha aina yoyote kwa chama chochote kile cha kisiasa kwa ajili ya kufanya mikutano yao hadhara katika maeneo mbalimbali ya nchi. Hatua hiyo imetajwa na serikali kuwa inalenga kudhibiti viashiria vya uvunjivu wa amani vinavyoweza kujitokeza maeneo mbalimbali nchini, jambo ambalo linamfanya wizara husika kuchukua hatua hizi za dharura za kuizuia mikusanyiko yote ya wanasiasa na kisiasa ili kulinda utulivu wa raia na mali zao katika kipindi hiki cha mpasuko wa matamko ya viongozi. Serikali imeweka wazi kuwa uamuzi huu utatokana na tathmini ya kiusalama unaoonyesha kuwepo kwa hatari za mivutano ya kisiasa inayoweza kuhatarisha amani uliopo, na hivyo kuamua kuvisitisha kwa muda mrefu shughuli zote za mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa nchini kote ili kuruhusu vyombo vya ulinzi na usalama kufanya kazi zao vizuri bila kuingiliwa na harakati za siasa za jamii na vyama vya upinzani na vile vyama vya utawala vinavyopanga kufanya shughuli zao za wazi hivi karibuni. Katika kufafanua utaratibu halisi wa kisheria unaotakiwa kufuatwa wakati wa kuandaa shughuli hizo za kisiasa, maelezo yaliyotolewa yanaonyesha kuwa vyama vya kisiasa havina wajibu yoyote wa kuomba vibali au ruhusa kutoka kwa jeshi la polisi linalopotaka kufanya mikutano hadhara nchini Dar es Salaam. Badala yake, utaratibu wa kisheria unajielekeza vyama hivyo kutoa taarifa rasmi tu kwa kimaandishi kwa wakuu wa jeshi la polisi na wilaya husika kuhusu nia yao ya kufanya mkusanyiko ili jeshi la polisi hilo liweze kupanga mikakati ya kutoa ulinzi wa kutosha kwa washiriki na kuhakikisha usalama unatawala wakati wote wa mkutano wa chama husika.